Naam, kwa miaka mingi bara la Afrika limekabiliwa na changamoto mbalimbali za usalama. Migogoro ya ndani, ugaidi na mapinduzi yametatiza maisha ya mamilioni ya watu. Changamoto hizi zimeibua mjadala mkubwa kuhusu uongozi, usalama na nafasi ya washirika wa kimataifa. Miongoni mwa mataifa yaliyotoa mchango mkubwa katika kuimarisha amani na utulivu barani Afrika ni Uturuki. Kuelewa hilo, ni muhimu kuangalia historia ya ushirikiano wake wa kijeshi na kidiplomasia. Tangu mwaka 1952, Uturuki imekuwa mwanachama wa NATO. NATO ni muungano wa kijeshi unaojumuisha nchi za Ulaya 30 ikiwemo Uturuki, Marekani na Kanada. Nchi wanachama wa NATO zinaongoza duniani katika uimara wa teknolojia za kijeshi na ulinzi. Ukimgusa mmoja, wote hujitokeza kumsaidia. Ushirikiano huu umeifanya Uturuki kuimarisha uzoefu wake katika masuala ya ulinzi. Uturuki pia imewekeza kwa kiasi kikubwa katika viwanda vya ndani vya ulinzi na teknolojia za kisasa za kijeshi. Hivyo, Uturuki ni mshirika wa kuaminika wa ulinzi kwa mataifa mbalimbali ya Afrika. Moja ya mifano inayoonekana zaidi ya ushirikiano huu ni kwa taifa la Somalia. Mwaka 2011, Somalia ilikumbwa na ukame na baa la njaa pamoja na mashambulizi ya kigaidi makubwa katika historia yake. Mataifa mengi ya magharibi yalijiondoa polepole kutokana na changamoto hizo na kuiacha nchi hiyo ikiwa peke yake bila msaada. Jaribu kukisia ni nani aliyejitokeza kusaidia nchi hiyo wakati wa uhitaji huo. Uturuki. Aliyekuwa waziri mkuu wakati huo na ambaye sasa ni rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, alifanya ziara ya kihistoria mjini Mogadishu. Uturuki ilianza kutoa mafunzo kwa wanajeshi na polisi wa Somalia, yakilenga kuisaidia nchi hiyo kuwa na jeshi thabiti linalojitegemea kwa ajili ya ulinzi wa taifa. Hii ilichangia kuanzishwa kwa Tucson miaka michache baadaye, ambayo ni kambi kubwa zaidi ya mafunzo ya kijeshi ya Uturuki barani Afrika. Mwaka uliofuata 2012, Turkish Airlines likawa shirika la kwanza kubwa la kimataifa kurudisha safari za moja kwa moja mjini Mogadishu, hatua iliyofanya Somalia kujumuika tena katika kufanya biashara, uwekezaji na kuwasiliana na jamii ya kimataifa. Kwa sasa, Turkish Airlines inafika katika miji zaidi ya 60 Afrika, ikiwa shirika la ndege lisilo la barani humo lenye mtandao mpana zaidi wa safari za ndege. Nchi ya Kenya nayo haijawachwa nyuma. Kenya ilinunua magari ya kivita aina ya 118 Hisil mnamo Januari mwaka 2021 na baadaye ikanunua droni za Bayraktar TB2 mwishoni mwa mwaka 2024. Mwezi Mei mwaka 2026, Kenya na Uturuki zikatia saini rasmi mkataba wa ushirikiano wa ulinzi. Uturuki pia inasaidia kikamilifu majeshi ya nchi kadhaa za Afrika Magharibi na eneo la Sahel, hasa Niger, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Senegal na Togo kupitia makubaliano ya kina ya usalama na mikataba ya ulinzi. Kwa sasa, Uturuki ina balozi 44 katika bara la Afrika.